Kuna maswali mengi sana ambayo vijana wanayo kwenye jamii ya sasa. Maswali ambayo pengine wamekosa majibu kwa watu ambao walitarajia watawapa. Maswali ambayo yamebeba uhalisia wa maisha yao, ndoto zao na mafanikio makubwa ambayo pengine wangehitaji kuyafikia. Na leo sisi Swahili Family tupo na baba yetu, mwalimu wetu, Mwalimu Clemence Mwandambo, ambaye amekuwa akijipambanua kuelezea kwa undani kuhusu Mungu, lakini pia kuhusu dini, lakini kubwa zaidi amekuwa akielezea kuhusu uhalisia wa maisha ya kawaida. Tukiwa kama vijana wenye ndoto, vijana wenye msukumo mkubwa, tukaona ni vema kuja kujifunza kwa baba yetu na kuwasaidia vijana wengine kuendelea kupata ujumbe kupitia video hii. Kupitia video hii utaenda kutazama maswali mbalimbali ambayo yataulizwa na vijana mbalimbali, na Mwalimu Clemence Mwandambo atayajibu moja kwa moja hapa. Jambo la kushauri wewe mtazamaji, kabla hujatazama video hii, ni kwamba hakikisha unaupa ubongo wako nafasi ya kujifunza. Usiingie kwamba umekariri kitu fulani ndio kipo hivi. Upe ubongo wako nafasi ya kujifunza, then kama kijana una compare na unaweza kuangalia namna gani utajifunza. Mimi ni host wako wa leo, Shedrack Noel Imani, nitakuwa na vijana wenzangu. Karibuni sana. Na swali la kwanza la uhalisia wa maisha litaulizwa na Eric Cyprian. Yeye ni CEO wa Swahili Family na mwanzilishi wa Cyprian Outfit. Karibu sana mheshimiwa, umuulize Mwalimu Clemence Mwandambo swali. Asante. Naam, kwa majina naitwa Eric Cyprian Jabato. Mimi ni CEO wa Swahili Family, pia ni mwanzilishi wa Cyprian Outfit. Swali langu ni moja. Kwa mengi ambayo tunaona kwenye clip zako, sasa kuna kitu nilikuwa natamani nikijue. Ni uongo gani ambao huwa tunadanganywa sana kupitia kwa viongozi wa dini? Nilikuwa naomba nijibu hiyo swali langu. Baba, karibu sana. Asante sana. Yaani kwa ufupi ningependa kusema kwamba umeuliza ni uongo gani ambao tunadanganya na viongozi wa dini, si ndio? Kwa ufupi ni kwamba kiongozi wa dini kazi yake ni kuitumikia dini yake. Wanaitwa watumishi wa Mungu. Lakini ukweli duniani hakuna mtumishi wa Mungu. Kuna mtumishi wa dini yake. Kwa hiyo mtumishi, yani mtu anayefanya kazi kwenye usabato ni mtumishi wa kanisa la Sabato. Na kazi yake ni kukufanya wewe kuwa memba wa Sabato. Ukimkuta mtu ni kiongozi wa Roma, anaitumikia Roma, na kazi yake ni kufanya wewe kuwa memba wa Roma, sio memba wa Mungu kama anavyojinafsisha, kukufanya wewe kuwa memba wa Roma. Na kama ni shahidi wa Yehova, ni kufanya wewe kuwa memba wa shahidi wa Yehova. Sasa uongo ni kwamba sisi tunataka kujenga uhusiano kati ya wewe na nani? Na Mungu. Sasa huo ndio uongo. Ni kwamba wanataka wakufanyiwe ujenge uhusiano na dini yao. Maana uzuri, sio kujenga uhusiano na nani? Na Mungu. Ingawa niweke mamake habari ya Mungu siamini, lakini tuende katika dini hivyo hivyo. Lengo wanataka ujenge uhusiano na ile misheni yao. Siko nanielewa vizuri? Yaani kama ni msabato utapewa mafundisho ya kisabato ili ujenge uhusiano na usabato, sio na Mungu. Na ndio maana dini zinajinafsisha, wanajinasibisha kama wanapigania utakatifu. Lakini watakwambia sisi ni binadamu pia. Haya mambo ni ya kibinadamu. Tunaishi kwa msaada wa Mungu. Unaelewa vizuri Manake haya maovu na nini ni udhaifu wa kibinadamu. Ila wewe uwe memba nini? Wa dini. Kwa lengo ni kwamba uwe memba wa dini. Hayo madhaifu endelea kuishi nao ndani ya ile dini. Ndio uongo uliopo. Kwa hiyo uongo ni kwamba hawajengi uhusiano kati ya wewe na Mungu. Unajenga uhusiano kati ya wewe na ile dini yako.
Kwa unakuwa mfuasi wa waanzilishi wa ile dini, sio mfuasi wa Mungu kama dini inavyojinasibisha. Hilo swali limeeleweka? Jibu. Yeah. Na hapo ni Mwalimu Clemence Mwandambo akijibu swali kwa ukubwa kabisa. Na in short ni kwamba amezungumzia kwamba dini hazijengi mahusiano kati yako wewe na Mungu, bali dini zinajenga mahusiano kati yako wewe na dini hiyo husika. Kwa hiyo yeye ametafsiri hiyo ni kama moja ya changamoto kubwa zaidi. Na sasa ndamkaribisha mtu wa pili, kiongozi wa pili kuweza kuuliza swali linalofuata. Judith Mwanyika, karibu sana umuulize swali baba yetu Clemence Mwandambo. Kwa majina naitwa Judith Donas, ni Deputy CEO wa Swahili Family. Swali langu ni kwamba kama Mungu hayupo, je, maadili ya mwanadamu yanatoka wapi? Maadili mema, tabia njema. Maadili mema yametokea wapi? Swali zuri sana. Karibu Mwalimu Clemence Mwandambo, na hamna majibu hapo. Swali lake ni kwamba ikiwa Mungu hayupo, je, maadili mema yanatokea wapi? Si ndio? Ndio. Yes. Nataka ili wewe ujue kwamba hili jambo ni jema au ni baya. Sijui kama unahitaji kufundishwa. Yaani ili ujue kwamba hili jambo kupigwa kofi ni vizuri au ni vibaya. Kutembea uchi barabarani ni vizuri au ni vibaya? Ni vibaya. Sawa? Kwa hiyo maadili mema au mabaya hayahitaji Mungu wala hayahitaji dini. Yanakuhitaji wewe kuwa na ufahamu. Sasa labda nikwambie jambo moja kwamba dini zimeuza ufahamu wako. Zimekufanya wewe kama vile huna ufahamu. Ila kuna kiumbe anaitwa Mungu ndio mwenye ufahamu kwa niaba yako. Kwa yeye ndio atakufundisha kila kinachofaa na kisichofaa. Kwa wewe umegeuzwa kuwa mdoli usioweza kufikiri, ambao unaweza kupelekwa kulia au kushoto. Unanielewa vizuri? Kwa maadili, kumbuka Wasafa walikuwa na maadili yao. Wanyakyusa walikuwa na maadili yao. Wahehe walikuwa na maadili yao. Kwa maadili huitwa mema au mabaya kulingana na jamii. Na maadili pia huitwa mema au mabaya kulingana na mtu. Na pia maadili huwa mema au mabaya kulingana na familia. Kuna mambo ni mazuri katika familia hii, si mazuri katika familia ile. Ni kweli. Unaelewa? Lakini katika familia hiyo hiyo kuna mambo ni mazuri kwa John, si mazuri kwa Christopher. Kwa hiyo wakati mwingine maadili mema au mazuri hulingana na mtu, familia au jamii. Hakuna uhusiano na Mungu. Mambo mema na mazuri hutendeana sisi binadamu. Kwa kuna maadili mazuri kwa jamii fulani, maadili mazuri kwa familia fulani, lakini maadili mazuri kwa John. Si kama unaelewa vizuri? Yes. Unaweza kaona katika familia wanaovaa sketi ndefu huko wanapenda sketi fupi. Hata wakwambie nini huwaelewi. Ile sketi fupi kwako ni maadili mazuri, lakini maadili mabaya kwa familia. Ila wewe hukubaliana na familia, unakubaliana na moyo wako. Kwa maadili mazuri hayahitaji Mungu, yanakuhitaji wewe, familia au jamii. Sawa? Kwa hiyo kuwa na maadili mazuri hakudhihirishi uwepo wa Mungu, ila kunadhihirisha uwepo wa binadamu, jamii yenye kujitambua. Nimemaliza.
Nashukuru sana Mwalimu Clemence Mwandambo. Kiukweli ni moja kati ya swali ambalo nilikuwa interested sana kujua majibu yake, lakini umenifafanulia kwa ukubwa sana, na naimani kila mtazamaji ambaye ataangalia atajifunza sana. Lakini jambo kubwa kwa sekunde mbili Mwalimu Clemence Mwandambo alichozungumza ni kwamba kuwa na maadili au kuwa na tabia nzuri kunategemeana na mtu mwenyewe, jamii aliyotoka, lakini pia familia aliyolelewa. Kwa hiyo maadili mazuri ni sehemu ya maisha yetu sisi ambayo tunajiwekea. Kwa hiyo hata wewe mtazamaji ni muhimu kuwa na maadili mema. Baada ya hapo naomba nimkaribishe mtu mwingine kuuliza swali. Ninaomba Lea, karibu sana uweze kuuliza swali kwa Mwalimu Clemence Mwandambo. Kwa majina naitwa Lea Richard, ni kiongozi wa Swahili Family, ni Head of Information. Swali langu ni kwamba kwa mtazamo wako unaamini kuwa unaamini kuwa dini inapoteza wanadamu, au ni kwa namna gani mpaka wewe humwamini Mungu? Kwa namna gani dini inatupoteza sisi, au ni kwa namna gani wewe humwamini Mungu? Kwa namna gani mimi siamini Mungu? Yeah. Kama nimemuelewa mwalimu anamaanisha kwamba Cyprian yanafanana? Yes, au majibu yako anasema mwalimu yanafanana na yale aliyojibu Cyprian moja kwa moja. Karibu sana mwalimu. Labda nijibu ili kwa nini mimi siamini uwepo wa Mungu. Sawa? Ndiyo. Siamini uwepo wa Mungu kwa sababu sikiona anachokifanya Mungu katika maisha yangu. Yaani nitaamini tu nitakapokiona kile ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yangu. Kwa sababu dini iliniambia mambo yote ninayoyafanya mimi anayafanya nani? Ni Mungu. Nikaja kutafakari nikaona hakuna jambo Mungu analifanya kwenye maisha yangu. Unanielewa vizuri? Yes. Niliangalia katika familia yangu, anayetafuta chakula ni mimi. Anayehangaikia maisha ni mimi. Nisipohangaika, familia yangu itadhalilika, familia yangu itapoteza thamani, na hakuna mtu ataleta chakula kwenye familia yangu. Kwa bila mimi kuhangaika, familia yangu haipo. Kwa hiyo hapo nikamuona Mungu, sikumuona. Unaelewa vizuri eh? Na baadaye nikaona kwamba katika jamii kuna watu wanakula mlo mmoja kwa siku na wanaenda kulala. Yaani kuna watu wanakosa kabisa hela akula jioni na wanaambia watoto walale, chakula watakula kesho yake. Kwa nini hawa Mungu asiwasaidie wapate chakula? Umeelewa vizuri eh? Baadaye nikaona kuna watu wasiosali ni matajiri. Kuna watu wanasali sana ni maskini wa kutupwa. Kwa sikuona Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa sijaona uthibitisho wa uwepo wa Mungu. Zaidi ya kwamba dini inalazimisha uone Mungu yupo na ndiye anayetenda kwenye maisha yako. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo siamini mpaka nitakapokufa. Si kama nimejibu vizuri? Kwa upande wangu mimi nimeelewa. Yes. Madam Leo umeelewa? Yeah. Kwa simuoni Mungu kwenye maisha yangu hata kidogo. Kwa sababu nikaona hata wanaoamini uwepo wa Mungu ni wazo tu la kufikirika. It's just an idea. Na hiyo idea ilikuwaje? Hakuzaliwa nayo. Wazazi wakampeleka kanisani au msikitini. Msikitini akapelekwa madrasa, wakakomaza wazo Mungu kichwani mwake. Au walienda Sunday school, au wazazi waliongozana naye kwenda kanisani. Na kanisani anatajwa Mungu kila wakati. Kwa hiyo ile idea ya Mungu ni idea ambayo ipo kwa miaka mingi kwenye kichwa cha mtu. Kuikwepa ni vigumu kwa sababu ni kama mbegu imepandwa kwenye ubongo wa mtu. Na kuikataa ni kama dhambi. Na bahati mbaya sana umeambiwa ukikataa wewe kuna moto. Na kuna shetani. Labda in short nikwambie kwamba nitafakari sana. Kwamba shetani alitoka wapi? Alitoka kwa Mungu. Walikuwa wakaishi wote na Mungu. Wakasema shetani alimsaliti Mungu. Wakagombana.
Huyu Mungu akaamua kumtupa shetani duniani. Hii shetani sasa baada ya kumsumbua Mungu atusumbue sisi. Sawa? Sasa na akitusumbua sisi Mungu anatuandalia moto. Na watu wanasema Mungu ni upendo. Yaani atutupie shetani, atuandalie moto, alafu ni upendo. Kwa ni tafakari sana kwamba sasa na baba anafuga chatu chumbani. Chatu likianza kumsumbua anaitupia kwenye chumba cha watoto. Alafu anaambia ole wake atakayepiga kelele fimbo. Sawa? Sasa nikajiuliza atakuwa ni baba mwenye akili timamu? Kwa pale nikagundua kwamba huyu Mungu hana akili timamu. Yaani huyo Mungu kichwani hayuko sawa sawa. Basi na wafuasi wake kichwani mwao haziko sawa sawa. Siwezi kutupia nyoka kwenye chumba cha watoto. Sasa na Mungu anatupia shetani kwetu sisi. Alafu anasema ole wenu mbingu na nchi. Maana huyo nyoka na hasira. Alafu anatuandalia moto. Kwa kiumbe lake yeye mwenyewe, aliloliandaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo bado ndo nikapita picha kwamba hizi ni hadithi za kufikirika ambazo zimenapandikizwa kwenye bongo za watu ili kuwatia hofu na mashaka wajisikie wanyonge mbele hicho kiumbe kinachoitwa Mungu. Asanteni. Na sasa swali linalofuata ataenda kuuliza Miss Mzumbe current sasa hivi, ataenda kuuliza pia ile swali Miss Epi, tuweze kuona na yeye ana swali gani kwa Mwalimu Clemence Mwandambo. Karibu Miss Epi. Asante. Kwa majina yangu naitwa Happiness. Okay, asante. Kwa majina yangu naitwa Happiness Samuel. Mimi ni modo, pia ni Miss Mzumbe current. Ni Miss Mzumbe. Swali langu mimi ni moja, ila nahisi ndani yake yamo maswali mawili. Swali langu ni kwamba wewe ulishawahi kumwamini Mungu? Na je, kama ulishawahi kumwamini Mungu, ni kitu gani haswa kilichokufanya wewe, yaani hicho kitu au jambo gani kubwa lililokufanya wewe mpaka sasa hivi haumwamini Mungu? To be honest, one of my best question ever. Nashukuru sana baba, tunalisubiri kwa hamu hilo jibu. Swali ni kwamba je, nimewahi muamini Mungu? Ndio. Na kitu gani kisababisha nisimwamini Mungu? Mama, kuna mambo mengine siwezi kukwambia. Mambo mengine yanagusa mno maisha yangu. Ni kweli. Lakini nitakuwa mambo ya juu kidogo. Mimi nimewahi muamini Mungu na nilikuwa Mkristo. Na wakati nilikuwa nikihubiri hata mitandaoni. Kama umeona klipu zangu nikihubiri. Lakini kilichosababisha nisimwamini Mungu ni maisha. Kwa nini nasema maisha? Mimi historia yangu ni Mkristo Mkatoliki. Niliwahi matendo ya mapadri. Kuna padri alikuwa anatembea na binti ambaye ni wa karibu sana na sisi. Sawa? Bado nikamwona padri mwingine ambaye amemweka kinyumba binti. Amezaa naye watoto 3. Nilimuuliza swali. Watoto unawabatizaje? Maana sisi Wakristo wa kawaida tukiwabatiza lazima tujadiliwe kwenye jumuiya ndogo ndogo. Watoto wako wanabatizwaje? Akasema mimi nampigia simu shemeji. Ananiita nabatiza watoto. Nikauliza shemeji yako gani sasa? Padri, yani padri mwingine. Ndio anamuita shemeji. Kwa anampigia simu shemeji anamleta kesho mtoto anambatiza, nampa cheti cha ubatizo. Kwa nikawaza kama hivi sasa na yule mwanamke kaniambia mbona hapa tuna jumuiya wake za mapadri hapa mjini. Na tunasaidia kwenye misiba, saidiana kwenye misiba na shughuli mbalimbali. Swali ikawa, ikiwa hawa wanaotuambia kuna moto hawaogopi moto, je, huo moto upo? Huko kwenye mafunzo wanajifunza nini ambao sisi hatukijui? Unaelewa vizuri Yeah. Hilo
ni moja ya vitu ambavyo nilikuwa nikijiuliza sana, na niliwajua mapadri wengi, sio huyo, wengi, mpaka nikamuuliza dadangu ambaye ni sister kabisa, mpaka leo ni sister na ni mkuu wa masista, ni mama wa masista Msimbazi, Dar es Salaam, kwamba we, nimejifunza vitu vingi sana kuhusu mapadri. Haya mambo yakoje? Sasa yule tulicheza mpaka utotoni ule mchezo wa kujenga vijumba, ule mchezo wa kupika, huyu baba mimi mama, mimi baba mimi mama, michezo ya kitoto kabisa, sijui kama nyinyi mmeipitia. Akaniambia, kaka, huku mimi niliingia, ila huku ni kwa moto. Ni sister huyu, yani ninavyokuambia hivi anavaa kilemba. Anaambia huku kiingia kutoka ni kazi, ila unaona mapadri ni waovu tu kama waovu wengine. Hata sisi, hata mimi dada yako niliingia huku. Ndio hivyo, yani mambo tunayokutana ndio hayo na ndio tunaoyaishi. Kwa kule padri masista wanalalana kama kawaida, mavilemba vyao hivyo, ni waovu wazuri tu. Nje ya hapo nimekuwa na marafiki zangu wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste. Wachungaji wawili nimekutana nao. Mchungaji anasema, Mwandambo, sikiliza, haya makanisa haya, yani ukitaka ufanikiwe kuwa na waumini wengi, nje ya mkeo, hapa kanisa unatakiwa kuwa na mademu walau 3. Yani lazima wanapata sehemu ya ile sadaka. Anasema wanawake ni wafuasi wazuri sana. Yani wale wanaposema Bwana Yesu asifiwe, ndio wanasema amina, ndio wanaruka pale kulinyenyua kanisa. Yani mnaelewa vizuri Yani kanisa likuelewe, wale ni nje ya mkeo sana kaa kiti cha mbele. Yani wale ndio wanalinyenyua kanisa yani. Kwa lazima uwe na mademu walau 3 pale kanisani. Yani ukishatamka wale ndio washangiliaji, wale ndio yale yani, na usikose kuwapa vyeo kanisani yani. Ndio anashika tu vyeo nini. Akasema yani hii ni nature makanisa tunaona ya Kipentekoste. Yani wachungaji mimi naongea nao kama rafiki tu Yani mtu wa kawaida. Niliona ushenzi wote yani wote. Kwa hiyo pili nikajifunza historia ya dini ilikotoka. Nikajifunza uanzilishaji, wameanza kina Konstantini, wameua sana watu ili kuimarisha dini. Wameua sana watu. Ili nzote na Ukristo wote ni Roma hii. Wote waanzilishi ni Roma wa Ukristo. Kuna vitu vingine mamangu siwezi kukwambia. Leo nikwambia hata Yesu hajawahi kuwepo, huwezi kunielewa. Hiyo ni elimu ambayo mimi ninayo. Yaani nikwambia huyu kimbe anaitwa Yesu hajawahi kuwepo duniani. Unaweza akachukua mawe ukanipiga. Umeelewa? Ni elimu ambazo mimi ninazo. Huyo mtu anaitwa Yesu ni nani? Hata kwenye kule Uyahudi hajawahi kuwepo mtu anaitwa Yesu. Lakini kuna binadamu ambaye alikuwa anaitwa Yosefat katika nchi ya Kirumi. Kwa nina historia nyingi sana. Hata kunacho kitabu cha Ufunuo katika Biblia. Ninakijua hata historia yake. Nika kijana kama huyu ndo kaliandika. Nani amekuwa msabato hapa? Hujawahi. Nani amesoma wanasema katika Biblia kwamba kulikuwa na akatokea kama joka baharini, mfano akatoka mnyama baharini mfano mwana kondoo. Akaibuka, akatokea mnyama mfano si wa nini baharini. Umesikia maneno kama hayo? Ndio. Yes. Wanasema huyu ni Nero wa Roma swini. Lakini kakijana kalikuwa kanaandika. Sawa? Kalikuwa kanatoa mfano wa babu yake na baba yake. Kalikuwa ni mtu wa sanaa, msanii. Aliandika maandishi mazuri sana ambayo wa Roma waliyapenda yale maandishi. Wakachukua wakatanua, wakaweka neno Yesu. Mbona anaingiza Yesu? Yule mtoto aliandika, alitoa sifa sana kwa wazee wake. Yale maneno kama mimi ni Alpha na Omega. Yaani alikuwa anatoa kama sanaa. Mnaelewa vizuri Kama sanaa ile Alpha na Omega. Kwa Waroma wakaingiza neno Yesu. Wakaongeza na maneno yao.
Kwa unajua hata hizi injili zilizopatikana, injili ya Marko, Yohana, Mathayo, nani zilizopatikana, nimesoma. Kwani Yesu kupaa mbinguni, kuna injili mbili hazijaimwandika. Mnafahamu nyinyi? Kuna injili mbili hazijagusa kabisa kuhusu kupaa kwa Yesu. Alafu kuna injili mbili zina sentensi moja. Kupaa kwa Yesu kumeandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya 1. Ndio kumeandikwa vizuri. Lakini injili zenyewe za Yesu ambapo ndio historia ya Yesu haijaandikwa. Kwa hiyo nina elimu kubwa sana mmango ambao siwezi kukuambukiza saa hizi. Sawa? Siwezi kuambukiza saa hizi. Unasikia injili za Mtume Paulo. Sawa? Paulo hajawahi kuwepo. Waandishi ni Warumi wenyewe. Sasa ni kama vitu kama sasa Mandamo unatupotosha. Hebu ondoka hapa. Kwa sababu elimu niliona ni kubwa sana ambayo wewe huna. Nikikuhamishia ndio kama vile nakupoteza. Mimi ni kitu ambacho kimeingia kwa miaka mingi. Siwezi kuhamishia kwa siku moja. Jambo dogo ni kwamba nimeona viongozi wa dini na uovu wao. Nimekupa mfano wa Mamposa pale. Kamtambulisha mwanamke, alikuwa anazini naye. Waumini hawezi kuuliza kama huyu vipi, ulifunga naye ndoa wapi? Mpaka leo yuko naye yule demu ambaye amemhalalisha mbele za watu. Wao kazi ni kupokea mafuta na maji. Basi ndivyo dini zinavyowafanya watu. Kwa nimeona mchezo kwamba waumini wanaitwa mbumbumbu. Kana why? Mimi sio mbumbumbu I can't join them. Siwezi. Nimemaliza. Tunashukuru sana baba, na hilo swali lilitoka kwa Missy Epi. Baada ya hapo naomba Estenes, you are welcome. Kwa majina naitwa Estenes Kajigili, ni Deputy Head of Branding kutoka Swahili Family. Pia ni mfanyabiashara wa urembo, mwanzilishi wa Glow Up Baby. Mimi swali langu ni kwamba, je, kwa mtazamo wako wewe, watu wanamwamini Mungu kwa hofu au kwa imani yao wenyewe? Na pia kwa quotation zako na nini, watu wanachukia kwa sababu gani? Yaani wanachukia maneno yako kwa sababu gani? Wewe unadhani ni kitu gani ambacho watu yaani kwa nini wanachukia maneno yako wewe hapo unayoyaongea? Wewe unaamini kwamba ni ukweli? Nikisahau kujibu mtanikumbusha. Jamani, best question kabisa. Best question, na tunaona hata kwenye comment kwa kuongezea hapo mheshimiwa. Ameuliza swali kwamba amesema kwamba watu wanamwamini Mungu, swali lake la kwanza, kwa hofu au kwa sababu wanampenda. Okay. Na la pili akasema kwamba kwa nini watu wanachukia yale mawazo yako ambayo wewe unakuwa unatoa. Okay. Yes. Utaweza kuongeza, ngoja ni nani. Kwanza nikwambie jambo moja. Mimi siamini uwepo wa Mungu lakini twende katika uwepo wa Mungu. Sawa? Maana kote mimi nakukubali tu. Twende katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu mimi naamini mtu anayeamini uwepo wa Mungu ni mtoto. Yaani mtoto kifikra, yani hajajitambua bado. Kwa hiyo kuwa na watoto sishangai. Yaani wanaosali wote ni watoto kwangu. Ufahamu wao ni mdogo. Sasa twende katika uwepo wa Mungu. Watu wanaoamini uwepo wa Mungu hawampendi Mungu. Yaani hawampendi. Ile wanaogopa kwa sababu wameambiwa kuna moto. Maana vizuri Kwa sababu wangekuwa wanampenda Mungu, basi wangeishi kile ambacho wameambiwa kuhusu Mungu kwamba ni mtakatifu, hapendi uovu, hapendi hiki. Kwa unakuta yale ambayo Mungu hayapendi ndio wanaoyapenda binadamu. Yale ambayo Mungu hayapendi ndio wanaoyapenda. Sawa? Yale Mungu anayopenda sio wanaoyapenda binadamu. Sika mtanielewa?
Kwa hiyo ufuasi wa Mungu ni kuogopa. Wameambiwa kuna moto, kwa wanaogopa moto, sio kwamba wanampenda Mungu. Na ndio maana sitaki unijibu. Naweza kuuliza wewe binti ni bikira, utanijibu labda hapana. Ushalalana Uoni kama ulimtendea Mungu, ulimkosea Mungu? Najua kama nilimkosea. Kabla hujalalana hukujua kama unapoenda kulalana unaenda kumkosea Mungu. Sawa nilikuwa najua. Sasa kwa nini ulimkosea? Sasa hizi nimetubu. Sawa Kwa hiyo unafanya kile ambacho Mungu hakipendi. Sasa kwa nini unafanya asichokipenda? Is because unaogopa moto, ila ukweli unavyovipenda ni vile ambavyo Mungu havipendi. Ndio maana wengi tuko magerezani ni Wakristo na Waislamu, kwa sababu tunavipenda vile ambavyo Mungu havipendi. Kwa hiyo watu wengi huyo Mungu mwenyewe hawampendi, isipokuwa wanapenda kwa sababu katika dini Mungu ameamrishwa kama ni kamanda fulani linalotisha, ambalo kazi yake ni kuwapeleka kuwachoma watu kama mishikaki. Unaona? Kwa hilo lijitu ambalo liko mbinguni watu wanaliogopa. Sawa? Likoje? Wanasema limeweka njia mbili. Moja inaenda motoni, moja si kwenye mazuri. Yaani wamepewa watu, fikra zimejengwa. Kwa lidudu linatisha linaloitwa Mungu. Liko tayari kuchoma moto afu lina huruma. Lina huruma sana. Linawapenda sana, ila limewaandalia moto. Kwa hiyo ni picha. Kwa hiyo picha ya kidini inavuruga kichwa cha binadamu mpaka elewi apende nini. Lakini binadamu tunachokipenda ni kile cha kibinadamu, sio cha kimungu. Siko ananielewa vizuri? Tunachokipenda ni kile cha binadamu, sio kile cha kimungu. Sawa? Ndio maana anapenda sana kutoa mahusiano dhambi ya mahusiano ni kama ndio inayovutia zaidi. Sawa? Ndio. Kwamba mimi napenda huyu binti, natamani huyu binti niwe naye. Yaani mkinipa nafasi tu ya siku mbili nikae naye karibu, siwezi kumwacha. Hizo ni fikra za kibinadamu. Umenipata Na ndio ubinadamu wenyewe. Kwa ni juu yake anikubali au anikatalie.